السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز المتقون. Watukufu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ikiwa leo tuko ndani ya mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu, na ukiwa ni miongoni mwa ile miezi ya hija, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Aya hii Mwenyezi Mungu aliposema alhajju ashhurun ma'lumat, ya kwamba hija ni miezi maalum, Ibn Umar radhiyallahu anhu akasema aya hii maana yake ile miezi iliyokusudiwa ni mwezi wa Shawwal ambao ni mwezi wa 10 wa Kiislamu, kisha na mwezi wa Dhulqaada ambao ni mwezi wa 11 wa Kiislamu, na mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 wa Kiislamu. Miezi mitatu yote hii ni miezi ambayo kwamba ni ya hija. Na kwa nini ikaanzwa kwenye Shawwal? Kwa sababu liistidad, kwa maandalizi ya kiimani kwa Waislamu wale ambao kwamba wanakusudia kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Hivi ndivyo ilivyokuja Qur'ani, namna ilivyotusimulia. Kwa hiyo ikiwa leo tuko ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada mwisho, tunakumbushana juu ya maudhu ahamiyatu salat, umuhimu wa ibada ya sala,
wa wujubu almuhafadhatu alaiha fi almasajid, na uwajibu wa kuzitekeleza sala ndani ya misikiti. Ahamiyatu salati ayuha almuslimun, umuhimu wa ibada ya sala, wa wujubu muhafadhatu alaiha, na ulazima wa kutekelezwa hiyo ibada ya sala fil masajid, ndani ya misikiti. Yani ikiwa muislamu ni mwenye kusali, basi inakuwa ni lazima kwake kwamba sala zake zipatikane wapi? Msikitini. Na umuhimu wa ibada hii, kwanza, laha manzilatun adhima, kwanza hii sala ina cheo kikubwa katika Uislamu. La taadiluha manzilatun ayya ibadatin ukhra, cheo chake ibada hii ya kusali hakuna ibada inayofikia upeo wake. Kwa hiyo ikiwa ni funga, ikiwa ni hija, ikiwa ni ibada yoyote, haiwezi kufikia ibada hii ya kusali, kwa sababu ibada hii ya kusali fahiya imadu din, ndiyo nguzo ya dini. Ili ipatikaniwe hija ni lazima ipatikaniwe sala, ili ipatikaniwe jihad ni lazima ipatikaniwe sala, ili ipatikaniwe saum ni lazima ipatikaniwe sala, ni lazima. Na ili muislamu abakie ndani ya mduara wa Uislamu ni lazima atekeleze ibada ya sala. Lianna alislama, kwa sababu Uislamu tuliokuwa nao si Uislamu wa majina, kwamba mimi naitwa Qasim, ama mimi naitwa Muhammad, ama yule mwingine pale aitwa Aisha, lakini swala zima la kuswali kwake hakuna. Kwa hiyo ili abakie muislamu mtu, ama mimi na wewe tubakie ndani ya Uislamu, ni lazima tuikubali sala na tuifanyie kazi swala, kwa sababu swala hii ina sehemu kubwa katika Uislamu na ni nguzo ya dini. La yaqumu illa bih, Uislamu hauwezi simama wala kubakia kwetu sisi, ni lazima patikane ibada hiyo. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, ar-ra'sul amru al-islam, kichwa cha jambo, kichwa cha Uislamu, kichwa cha jambo ni Uislamu, bimaana la ilaha illa Allah, wa umuduhu, na vigingi vinavyobakisha hilo jambo, as-salatu, ni swala. Vigingi ambavyo vinabakisha kile kichwa ambao ni la ilaha illa Allah, ili ibakie ni lazima patikaniwe sala. Lakini swala itakapokosekana, ile la ilaha illa Allah inaanguka. Ra'sul amr al-islam, tunasema kichwa cha jambo zima ni Uislamu, ni la ilaha illa Allah. Ili mtu awe Muislamu lazima atamke la ilaha illa Allah. Akishaitamka kalima hii ili bakie, isianguke, isiharibike, tunasema wa umuduhu as-salatu, na vigingi vinavyosimamisha, vinavyobakisha, vinavyouhisha hiyo la ilaha illa Allah, as-salatu, ni swala. Wa hiya fariidatun daimatun mutlaqa, nayo hii sala ni faradhi ya daima ya kivyake, kila siku ipo. Lakini funga inakuja ulazima wake ndani ya mwezi wa Ramadhani mwaka mzima, ima siku 29 ama siku 30. Inakuja ibada ya funga kwamba ni wajibu kwa mwezi mmoja ndani ya mwaka mzima. Vile vile inakuja ibada ya haji kwa mwaka mara moja. Tena kwa umri wa mwanadamu ni lazima kuitekeleza hija kwa umri wake mara moja, akizidisha mara 2, ya 3, ya 4, hii ni tatawwu, ni sunna. Lakini ibada hii ya sala ambayo leo inaadhiniwa adhan, watu wanazembea, inakimiwa iqama, watu wanajivuta,
wafahamu ya kwamba hii swala sehemu yake ni nzito mno, nayo ni faradhi ya daima ya kivyake, yani haipumzikwi, haina mapumziko hii mpaka inapokuja wakati wa mvua, inakuja hukumu ya jam'i baina salatain, baina sala mbili, ikiwa ni adhuhuri na alasiri au maghribi na isha. Inapokuja wakati wa mvua, barabara, njia, vichochoro vimejaa matope, tunasikia hapo bana, tunachanganya sala, watu wanasali sala mbili wanaenda zao, kwa sababu hakuna mapumziko ya kusali, hakuna mapumziko ya sala. Kwa hiyo ni faradhi ambayo ni ya kivyake, tena ya daima, la tasqutu hatta fi hali alkhawf, haiondoki ibada hii hata inapokuja wakati wa khaufu. Inapokuja sasa ardhi imechafuka, watu hawaonani, moshi umetanda kwenye kona za dunia, bado swala uko nayo pale pale. Hata wale ambao kwamba hum fi saatul jihad, hata wale ambao kwamba wako kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, bado swala iko pale pale. Mwenyezi Mungu anatuambia na Qur'ani, Suratul Baqara aya 238 mpaka 234, hafidhu ala salawat, hifadhini sala zote, wassalatu alwusta, na muhifadhi sala ya katikati, waqumu lillahi qanitin, na musimame kwa ajili ya Allah peke yake kisawasawa. Inapokuja habari ya sala ya katikati, inatajwa kwamba ni salatul asri, sala ya alasiri, kwa sababu hapa wengi wameghafilika nayo. Yuko mkutanoni, ako na kikao cha dharura, alasiri inapita bwana, Mwenyezi Mungu akaichukua alasiri kitaja kando, kwa sababu mwenye kupitwa na swala hii, Mtume anasema fakaannama utira maluhu wa ahluhu, yule anayeshindwa na kuipata salatu la asri kwa jamaa ni sawia na mtu ambaye amefanya nini? Mali yake na familia yake wote wametakwa nyara, hakuna tena, kabakia yeye na roho yake tu. Kisha hadithi nyingine tunasema man salla bardaini dakhala aljanna, yule atakayesali swala za baridi mbili anaingia peponi. Wa hiya salatul fajr wa salatul asr, nayo ni sala ya alfajiri na sala ya alasiri, ahadi kuingia janna. Kwa ndugu zangu Waislamu, wito wa Allah tabaraka wa taala juu ya jambo zima la sala, anatuhusia kwamba hafidhu ala salawat, zihifadhini swala zote kwa jumla, wasalatul wusta, wasalatil wusta, na muhifadhi swala katikati, waqumu lillahi qanitin, na musimame kwenye swala hizo kwa ajili ya Allah peke yake, wala hakuna mchezo. Fa in khiftum, sasa inakuja ikiwa kutafika wakati wa khaufu, kila mmoja roho anayeshikilia kifuani, imefika wakati sasa nyoo zinagonga kweli kweli, macho yamekodoka, haufahamu roho yako itatokea wapi. Fa in khiftum, ikiwa itafika wakati wa khaufu, bado hii sala hatutii kwa bagi tukaiweka, hatusemi bana taswali baadaye. Leo mtu anaumwa na kichwa, anaumwa na kichwa, Allah ustadha atakasujudu yanadondoka bana, siwezi, yana kasujudu ama akarukuu, anasema yanadondoka makamasi, kwa hivyo hawezi swali bana, ndio maana unaona msikitini. Eti ni hoja hii. Na ukirudi upande ule mwingine wa ndugu zetu, wa dada zetu, anaikosa sala kwa sababu eti anafua, anaikosa sala kwa sababu eti anatayarisha iftar, ati iftar inampelekea kukosa sala. Alasiri inapita, magharibi inakwisha, akiulizwa alikuwa anaandaa iftari watu wamefunga. Yani kirahisi rahisi tu, yani imechukuliwa ile iftar ni jambo zito kuliko ni ile swala ambayo kwamba ni wajibu. Wale wanaoandaliwa iftar wote washakuja msikitini, wamekuja kusali, yana kosa swala zake kwa sababu ya iftar.
Lakini Allah tuambia fa in khiftum, na kama mtapatwa na khaufu kwenye jambo zima la kuswali, farijalan, basi salini aliyakuwa mnatembea, si msikitini tena. Uko barabarani unakwenda unatafuta pahali pa amani, swali uko unatembea, haipumziki bwana mpaka mfike bwana, hakukaliki tena kwa farijalan, swalini aliyakuwa mnatembea, au rukbanan, au swalini mkiwa juu ya vipando vyenu, juu ya bodaboda lako, juu ya tuktuku yako, juu ya farasi kama unaye, juu ya ngamia kama unaye, au gari uliokuwa hapo ndani. Swala iko pale pale. Fa idha amintum, sasa ikirudi wakati wa amani, hofu imeshakatika, fadhkurullah, Mwenyezi Mungu anasema sasa hapa mtajeni Mungu, kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Inapokwisha la hofu, rudini misikitini mwenu mkamtaje Allah vizuri, mukasali sala raka 4 barabara na wakati wake. Fa idha amintum, na basi kisharudi wakati wa amani, fadhkurullah, rudini mkamtaje Allah tabarak wa taala ndani ya nyumba za Allah jalla jalaluhu, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismu, katika hizo nyumba ambazo ni misikiti Mwenyezi Mungu ameamrishwa zitukuzwe. Ni amr kuitukuza misikiti. Wa yudhkara fiha ismuhu, na litajwe ndani yake jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo hapo ni kusali na ibada zinginezo. Kwa ndugu zangu Waislamu, umuhimu na uzito wa sala na himizo kubwa la kwamba watu wahifadhi sala zao ndani ya misikiti ni kama alivyotunukulia Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya awwalu ma awjabahu Allah ta'ala min al-ibadat, nalo jambo hili la kusali ni ibada ya kwanza Mwenyezi Mungu alifaradhisha katika ibada. Ni katika zile ibada za kwanza Mwenyezi Mungu anafaradhisha katika kwa waja wake kwamba hiyo ni lazima. Mwenyezi Mungu akituambia na Qur'an, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, e Muhammad, sasa haujafika wakati kwa wale waliokuwa na imani, waliotamka la ilaha illa Allah, kwamba sasa nyoyo zao zinyenyekee kwenye utaji wa Mungu. Kwa hiyo waliopata imani wakati ule wa Mtume alayhi salatu wassalam wakasema la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu anamuuliza mtume wake, hivi sasa wakati haujafika ya kwamba sasa wamepatikaniwa watu ambao wanaweza nyenyekea nyoyo zao kwenye utaji wa Mungu, inapoadhiniwa adhan nyoyo zao zipate athar, waache ashghali zao, waje wamtaje Allah tabarak wa taala, wama nazala min alhaq, na zinyenyekee kwa yale yaliyoteremka ya haki ndani ya Qur'ani. Jawabu ni kwamba imefika wakati, na kweli imefika, ya kwamba Waislamu ikiadhiniwa adhan nyoyo zao ziwe na unyenyekevu wanapokuja na kusudio la msikiti, na inapotajwa aya au hadithi katika maamrisho ya Allah au katazo, waumini hao wanyenyekee. Lakini sisi, hebu tuangalie maisha yetu, yale yaliyoteremka ndani ya Qur'ani tumebow down, tumekubali. Hebu wageuze Waislamu hawa kwenye harusi zao, utashangaa. Leo harusi imekuwa kiyama, imekuwa balaa. Imepangwa majambo nje ya dini mengi,
Inafikia hapa hali leo mpaka zulia jekundu, watu wananunua zulia jekundu, linatandikwa kutoka mlangoni mpaka kwenye jukwaa nje kule. Kwa bibi harusi na bwana harusi watatoka wakikanyagelea jukwaa kama rais wa nchi, wakanyage polepole kwenye ile zulia jekundu toka pande jukwaani. Mke yuko uchi, bwana anayekavaa kaunda suti na tai. Eti hao pia ni Waislamu. Man tashabaha biqaum fahuwa minhum. Waislamu wa zama hizi watukufu wa Islam, ibada hii ya kuswali ni jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu aliwajibisha kwamba ni faradhi la kwanza. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd, kisha azingatie Muislamu kwamba ndio jambo la kwanza atakalohesabiwa nalo akishaaga dunia tu, akisimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza kuulizwa na kuhesabiwa ni sala. Wa hiya akhiru wasiyatu wasa biha Rasulullah, na swala hii ndio wasia wa mwisho kabisa Mtume alayhi salatu wasalam anahusia umma wake. Tunasema as-salatu as-salata as-salat wa ma malakat aymanukum, enyi ndugu, sali au swala. Swala, kwa nini Mtume anaiaga dunia mwisho? Hausii hapa kwamba leteni hiyo dhahabu tugawane, hausii majambo mengine, anahusia jambo zima la kuswali. Wa hiya akhiru ma yufqadu min ad-din, na hii sala ndio jambo la mwisho ambalo litakuwa la kwisha. Yani hii dini itakwenda mdogo mpaka la mwisho linaanguka ni swala. Kama vile tunaona leo kwa msikiti hapa, tukaulizana wanaoijua wa Qur'ani kiamu, ambaye anaweza soma Qur'ani kwa kuangalia tu, utapata mtihani mkubwa. Lakini hebu bwaga nakala hapa za kizungu uone vile ambavyo kwamba zitafasiriwa hiyo aya. Wapatie suratul Ikhlas, waambie tusomeni Waislamu mmoja kiama chao. Najiuliza, hii ni suratul Ikhlas ama ni kijama niki? Na anaswali miaka yote wala hajali, miaka yote anazaliwa, Qur'ani ipo, madarisi zipo, walimu wapo, na wakishawekewa durusi Qur'ani wanatoroka wote msikitini. Sasa Mtume anatuambia, mwanachuoni anasema wa ya akhir, hii sala ndio jambo la mwisho, ma yufqadu min ad-din, ambalo litakuwa la mwisho kuondoka katika dini. Fa in da'at da'a ad-din kullu, ikiwa sala itaachwa, itadondoshwa, basi dini mzima ishakwisha. Tuangalie ile dunia inavyokwenda na mfumo wa maisha alivyo leo. Imekuwa stress kwa wazazi ambao kwamba imani zao zimekufa, sio zimedhoofika, zimekufa. Yani amebakia gogo tu. Wewe mwambie tu, vipi kijana wako hifadhi Qur'ani huyo? Ustadhi, sasa hivi ashamaliza grade 6, lakini nikisema nitamtoa kidogo huko apate miaka miwili kwenye Qur'ani, kule atakuwa syllabus inakwenda kule. Sio ujinga huo. Sasa akisharudi huku itakuwa amepitwa ile mwaka wake. Akifa aya sawa, hutaki apitwe na mwaka wake. Akifa utampelekea syllabus kaburini. Yani Muislamu akachukua tu miaka miwili kwa mtoto wake, miaka miwili, kwamba huyu miaka miwili hii atahifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, atapitwa.
Ndio tunapata sasa mushiba uliopo katika jamii ya Kiislamu ni mkubwa. Leo Qur'ani imegurwa, watu hawana haja na dini yao, na ikija swala ya Ijumaa ni kama ada, sio dini, sio ibada, ni ada tu. Watu waje wasikilize, waende zao, hakuna wanachobadilika. Kwa sababu kama wanabadilika, tungeona harusi zao zinakwenda vipi, watoto wanabadilishwa vipi. Hakuna. Harusi zikifika zile za kishenzi, watoto wakishafika baleghe ni wale wanalelewa kula migogo tu, hakuna lingine. Hakuna kwamba sasa huyu ashamaliza grade 6, huyu umri wake umekuwa vizuri, akaenda kaa pale imekamili kitabu cha Allah kitaingia vizuri. Atapitwa huyu, utapitwa naye. Mtume alayhi salatu wassalam anasema yota bil abdi yawm al-qiyama, ataletwa mtu siku ya kiyama inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu. Fayaqulu Allahu ta'ala la, kisha Mwenyezi Mungu atasema kumuuliza huyu mtu, atasema nini? Allah atamuuliza huyu mtu mbele yake, hatujakupa masikizi ukasikia, wa basaran, na macho ukaona, wa malan, na hatukukupa uchumi, wa waladan, na hatukupa watoto. Je, ulidhani kwamba ipo siku utasimamishwa hapa uulizwe? Fayaqulu la, atasema hapana, sikudhania haya kwamba nitakuja kuulizwa mambo ya macho, ya masikio, watoto na mali, sikuyafahamu haya. Allah anasema nini? Allah tamwambia basi na sisi leo tumekusahau kama ulivyotusahau duniani. Sasa Mwenyezi Mungu tumemsahau vipi, wakati Qur'ani hata kuihifadhi hata kuitazama hatuioni? Kule kutazama hivi tukasoma hatuwezi. Hii ndio maana tumsahau Allah. Sasa ikiwa wewe mzee Qur'ani hujui, mwanao Qur'ani hajui, mke wako mbumbumbu hajui, sasa kuna lipi lingine? Kisha shetani anakuja kwenye maarifa yetu, anatusawazishia. Hao wanaojua Qur'ani ndio wabaya. Yule ubongo nakwambia hivyo. Unakuja fikra chafu ya Ibilisi pale kwenye ubongo, nakwambia wenye Qur'ani ndio wabaya. Sasa kama wanajua Qur'ani ni wabaya, wewe ni nani? Wale waliosoma kitabu cha Allah ni waovu, wao sio kujua nani? Ndio umeoza. Hii ndio hatari ya shetani anapokuja kwenye mawazo yetu na fikra zetu. Ndugu zangu Waislamu, hii sala ni jambo la mwisho kabisa kuja kufutika kwenye dini ya Uislamu na kupotea. Kama vile tunavyoona Qur'ani hakuna na sala ndio hizi. Sala ndio hizi. Urwa min at-tabi'in amepatwa na maradhi ya kukatwa mguu ya kensa. Urwa, tuangalia anamwambia nini tabibu wake? Dani usalli, kwanza wewe bwana, kabla uanze kazi yako, hebu nipatie muda niseme Allahu Akbar, nifunge swala tu, alafu ukate huu mguu. Hiyo ndio ganzi ya watu waliotangulia Waislamu sasa, kwamba yeye ili mwili wake ufe ganzi, asisikie kinachoendelea, aingie ndani ya swala. Siku moja nikiangalia mkanda ndani ya YouTube, namuona kijana mdogo kutoka nchi ya Syria.
Daktari anayefanyia upasuaji wake analia. Kwa sababu gani? Hakuna tembe za kumeza za kuondoa maumivu wala sindano. Lakini kijana anasoma Qur'an, al-qari'atu mal-qari'a, hiyo ndio ganzi yake. Kijana mdogo amelelewa maisha gani huyu, ya kwamba akisoma Qur'ani hasikii kinachoendelea mguuni kwake? Watukufu Islam, fa in dha'at dha'a ad-din kullu, hii sala ikiwa itaachwa, basi tufahamu nayo dini imekwisha. Haipo kwenye maisha yetu dini, kama swala hakuna. Watu wanakwenda wanazika, hawaswali huko mazishini. Hawa wamekwenda kwa harusi, wamejipaka paka marangi, anaogopa kutawadha. Kwa sababu gani? Akishatawadha shado zake zitaondoka, majivu yake atafutika. Kwa hiyo alasiri inampita kwenye hall, magharibi inampita huko, isha inampita huko, unamtafuta na usiku saa 4. Basi uko wapi? Mbona saa 5 ndipo sikuoni? Amemaliza harusi, anakumalisha, yenda kukamilisha afaje kwako. Unafikia amezipaka bure zile. Yaani azipake alafu akamaliza harusi hadi nyumbani moja kwa moja kuletea wewe. Yenda akakamilisha. Kwa swala zimepita zote kwa sababu ana masaa 3 kwenye kioo. Wewe unafikiria kazi ya masaa 3 utaifuta kwa swala yako alasiri imefika? Wewe unafikiria kazi aliyofanya kwa masaa 2 ataifuta kwa sababu ya magharibi imefika? Wallahi, ikiwa sala itaachwa, basi na dini hakuna kwenye maisha yetu. Ahibai alkiram, ataibun min adhanb kaman la dhanba lahu. Nikihusia nafsi yangu mara ya pili kumcha Allah tabaraka wa taala, na kuzuhusia nafsi zenu jambo hili zima la kumcha jalla jalaluhu, na wasia huu wa kushikamana na sala na kuitikia wito wa sala na uwajibu wa kuzitekeleza sala ndani ya misikiti ni wasia mzito, kwa sababu hii sala itakapopatikaniwa kwako na kwangu, ndipo dini kwetu imepatikaniwa. Rasul amru al-Islam, tumenasema kichwa cha jambo zima ni Uislamu, bimaana la ilaha illa Allah wa umuduhu, na kule kubaki kwa huu Uislamu vigingi vyake ni sala. Inapoondoka sala, ile la ilaha illa Allah inaanguka. Hauwezi bakia kwa Muislamu wewe uswali mwaka mzima. Mwaka mzima mtu aje swali afuate bado Muislamu tu. Kisha taswin na tasahul na wepesi tuliowekewa kwenye mfumo wa maisha yetu na vitabu tunavyosoma, tukaleta polepole hivi mpaka tunaisha swala jambo la kawaida. Mtu akema kama mzima swali bado Muislamu huyu. Huku Mtume akisema wazi, alfarqu bainana wa bainahum as-sala, tofauti ya sisi baina yetu sisi Waislamu na kwa sisi ni kuswali. Hii ni hadithi ya Mtume kapokea Bukhari. Sasa hadithi hii akaja wanachuoni wa Kiyahudi, kwa sababu wanachuoni wengi Mayahudi ukifuatilia historia zao wametengenezwa na serikali za wafalme wa Saudia kuja kufanyia watu wepesi mpaka ukoe wewe kama mwezi mzima uswali, alafu bado mimi mamadi Muislamu, baba Muislamu, shangazi Muislamu, sote Waislamu na waswali nyote. Wafikiri mchezo na kuswali wewe? Yaani nyumba mzima watu hawaswali mwaka mzima mpaka Ramadhani, mpaka wakija waulize watu Muzdalifa bado Waislamu tu. Mtu ajaulize watu watawadha wapi ustadhi hapo mlangoni. Ona unashangaa kwa kutawadha ama na kuomba ruhusa kwenda chooni msikitini. Ustadhi atakaenda chooni. Hakuna hapo barazani. Lakini wanaoswali kila siku wanaomba ruhusa chooni hapo. Sasa akija anapita anaenda zake. Mtu anakuja kwamba uko pale nje pale ustadhi atakaenda chooni. Hapo shule hapo mpuzi wewe. Kwa sababu ile swala ilifutika mwaka mzima mpaka amekuwa muoga na nyumba ya Allah tabaraka wa taala, muoga.
Muona pale mtu asema kwenye mfereji afunga pole pole kama wanatuvunja ama vipi? Okay. Tuacheni Waislamu hali kama hii, kwa sababu ili tubakie Waislamu kujiamini, tuperform prayer kisawasawa. Allah tubariki atuhifadhi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.